Yes. Habari za wakati huu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Captain Tesha, afisa kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika kikosi cha Saki, kwa maana kwamba ni shule ya anga ya kijeshi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kunipa uhai na afya mpaka muda huu ambapo nazungumza nanyi wa Tanzania wenzangu. Nikiwa na maumivu makubwa sana moyoni juu haya yanaendelea katika nchi yetu. Nimejaribu kutafakari sana mpaka muda mwingine kufikia kumshirikisha Mungu kwamba nikiwa naiona hatari kubwa sana ambayo ipo mbele yetu kama taifa. Haikuwa rahisi hata kidogo kwangu mpaka leo hii wa Tanzania kuniona nikiwa mbele yenu naongea haya mambo. Haikuwa rahisi kwa sababu nazijua taratibu zetu za kijeshi jinsi zilivyokuwa ngumu, hasa kwa mambo kama haya. Haikuwa rahisi hata kidogo kutafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa, nikiwa naifahamu hatari hiyo iliyopo mbele yangu juu ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote. Sitomuogopa mtu yoyote, ila heshima kwa wakuu wangu itabaki pale pale. Hivyo basi nimeweza kuandika barua kwenda kwa wakuu wangu wa kazi, kwa maana kwamba CDF na wengine, kueleza kwamba siridhishwi kabisa kwa yanayoendelea nchini na naiona hatari kubwa sana katika taifa letu. Hivyo basi ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Japo muda mwingine wanasiasa wanajaribu kuliingiza jeshi letu kwenye mambo ya siasa, kulitumia ili uweze kufanikisha mambo yao, lakini tumebaki kuwa imara na bado tunaendelea kuaminika na Watanzania. Hivyo basi, kwa kuona hilo na kuona hali ambayo ipo kwa sasa, sehemu pekee na imani pekee ya Watanzania ni kwenye jeshi lao. Hivyo nashauri jeshi letu liweze kuchukua nchi haraka sana na kuweza kuweka mambo sawa kuliko kuendelea kulazimisha kwenda mbele, hasa katika hili swala la uchaguzi. Baada ya kufanya hivyo, liweze kuwasikiliza wananchi kwenye taarifa, kwa maana kwamba taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi liweze kuwasikiliza na maoni yao. Wanasiasa wazalendo waweze kusikilizwa nao, wenye uchungu na taifa hili wapo, wanajulikana. Mfano, kuna huyu mzee wetu mzuri kabisa, huyu Warioba, mzee mzuri sana huyu, na sijui kwa nini wanampuuza. Kuna huyu Humphrey Polepole, kuna mzee Butiku, kuna majaji wazuri, mfano huyu Jaji Robert Makaramba na wengine wengi. Pia viongozi wa dini, makundi ya haki za binadamu, viongozi wa staff wazalendo, kwa sababu kuna viongozi wa staff wengine sio wazalendo, wanaharakati wazalendo wanaoisaidia taifa kwa kuibua mambo mbalimbali, mfano mambo ya ufisadi, matumizi mabaya na madaraka, na kuibua mambo mengine ambayo yanasaidia jamii kwa namna moja au nyingine kuweza kutatua kero mbalimbali za kijamii. Kama sasa tukipuuzia hili, basi tusije kuepuka lawama pindi mambo yatapokuwa mabaya. Yaani tusije kuepuka lawama kabisa kama tukipuuzia kufanya hivyo. Sasa nilikuwa naomba, kabla tujaendelea mbele zaidi, nilikuwa naomba kuna jambo moja tujaribu kuliangalia hapa. I think linaweza kutupa mwanga mzuri kwa mambo mengine ambayo nitakayoelezea hapo mbele. Kuna kitu kimoja kinaitwa deep state. Deep state. Nitaenda direct. Deep state ni kundi la watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali au taasisi za dola, ambazo wanafanya maamuzi za kushinikiza sera kwa siri bila kushirikisha au kutegemea ridhaa ya umma au viongozi walio madarakani kihalali. Mara nyingi kundi hili linaaminika kuwa linaendelea kushika madaraka hata serikali inavyobadili kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. In short, ni serikali ndani ya serikali, au kwa jina lingine unaweza kuita remote controller.
Ni serikali ambayo inafanya kazi nyuma ya pazia, na mara nyingi wanatumia ushawishi wa taasisi kama zifuatazo: jeshi, idara ya usalama, polisi, mahakama, wakurugenzi, ma-CEO wa mabenki na taasisi za fedha, viongozi wakubwa wa kibiashara na matajiri wakubwa, media, mfano TV, redio na magazeti, wasanii na watu mashuhuri, na muda mwingine wanaweza kutumika bila hata wao wenyewe kujijua kama wanatumika na hao deep state. Sifa kuu za deep state hapa nitazielezea, zipo 4. Ya kwanza, hufanya kazi kwa siri au covert operation, na wanafanya kazi hivyo ili wasiweze kugundulika, kwa sababu wakigundulika inaweza kidogo ikawapa shida. Namba 2, hawajibiki moja kwa moja kwa wananchi. Mara nyingi wanawatumia wanasiasa ambao wako upande wao. Kuna wanasiasa ambao wapo upande wa deep state, kwa hao ndio wanatumika moja kwa moja kufanya mambo yao serikalini. Hutumia taarifa za siri, propaganda au vitisho kudhibiti hali. Pindi mambo yao yanapoanza kujulikana na wananchi, mara nyingi wanatumia vitisho kwa kutumia vyombo vya ulinzi na usalama, au wanaweza kutumia media na baadhi ya watu. Nashangaa tu influencer from nowhere, mtu anaanza kumtukana mwenzake bila sababu. Na wanaweza kumpinga au kumuondoa kiongozi aliyechaguliwa kama hawakubaliani naye. Mfano, wananchi labda wamemchagua kiongozi fulani ambao wao wamempenda, wameona kabisa huyu kiongozi ataenda kutusaidia kutukomboa katika nchi yetu au katika jamii yetu. Sasa kama huyo kiongozi ataenda tofauti na matakwa ya hao deep state, watafanya kila hila aidha kumuondoa kwenye madaraka yake au kumdhuru afya yake, ikiwezekana kabisa kumuua. Sasa zifuatazo ni dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba katika nchi yako kuna deep state. Namba 1, maamuzi makubwa yanafanyika nyuma ya pazia. Sera muhimu zinapangwa na watu wachache wasiochaguliwa na umma, ambazo hazina maslahi kwa umma na mara nyingi zinakuwa zinawakandamiza wananchi. Namba 2, idara za usalama zinakuwa na nguvu zaidi ya kawaida. Vyombo vya ujasusi, mfano polisi, usalama, vinaonekana kutenda mambo kinyume na sheria au kibali kutoka serikalini au bunge, kwa sababu muda mwingine wanapokea amri kutoka huko kwenye deep state. Namba 3, ukosefu wa uwajibikaji. Unaweza kukuta kuna hali ya rushwa au kuna rushwa ambayo imefanyika katika taasisi fulani, na unashangaa tu from nowhere watu hawachukuliwi hatua, wanaekeana kinga. Na inaonekana kabisa watu wamefanya hizo hujuma za rushwa. Hakuna uwajibikaji unaacho. Namba 4, kampeni za habari na propaganda. Hutumia media, mfano magazeti, TV, radio na mitandao kwa ajili ya kutengeneza propaganda pindi unapoona taarifa zao au siri zao zinajulikana. Hutengeneza namna ya kuweza kuficha huo ukweli. Maslahi namba 5, maslahi ya kiuchumi na kiusalama. Watu wachache sana, mfano wafanyabiashara wakubwa, familia za kitajiri na taasisi za fedha, wanashirikiana moja kwa moja na maafisa wa usalama au jeshi. Yaani wanakuwa kitu kimoja, wanatengeneza bondi. Na pia mikopo au tenda au mikataba ya kitaifa ambayo ina faida, wanapeana wao kwa wao. Wanapeana maslahi wenyewe kwa wenyewe. Si watu wazuri hao. Namba 6, kukandamizwa kwa wakosoaji au whistleblowers. Wapiga filimbi au waandishi wa habari za kichunguzi mara nyingi wanakandamizwa, ikiwezekana kuuliwa au kudhuriwa pindi wanapotoa habari zao, pindi wanapofichuliwa. Na vyombo vya habari muda mwingine vinavyofanya hivyo, mara nyingi wanachukuliwa hatua. Hivyo vyombo vya habari vinachukuliwa hatua na hao watu kwa sababu wana mkono mrefu. Si watu wazuri hao. Huendeleza maslahi hata kama ni kinyume na matakwa ya umma.
au sheria. Wananchi hata mkipiga kelele vipi kuhusu hali mbaya au matatizo ya nchi, wao hawajali. Yaani wanafanya mambo kwa maslahi yao, hawajali wananchi hawa watu. Hawajali kabisa. Wanafanya mambo kwa faida zao wenyewe. Sasa kwa namna hiyo mnaweza mkapata clear picture kuhusiana na hili jambo la deep state. Kwa mnaweza mkafanya comparison, mnaweza mkaangalia hali halisi na kinachotokea nchini kwetu. Je, hiko kitu kweli ni kipo? Kwa mimi ninavyoona na kwa ajili na kwa namna ambavyo nchi yetu inavyoendelea, hili jambo lipo. Lipo kabisa bila hata kuficha, hakuna kuficha hapo. Hili jambo lipo na linaongozwa na CCM mtandao, wanajiita mtandao hapo. Wapo chini ya Kikwete, Rostam Azizi, wakina marehemu Bernard Membe, Mungu lazima roho yake mahali pema peponi. Hawa watu ndio wanasababisha Tanzania isiendelee, wanarudisha nyuma nchi yetu. Na vile vile waweza walimhujumu sana Dr. marehemu John Pombe Joseph Magufuli. Yeye mwenyewe alisema kuna watu wanamhujumu na Kikwete mmoja wapo. Alisema Magufuli bila ubishi. Hawa watu wa Tanzania wanatakiwa mwajue kwamba hawa watu hawana nia njema ya taifa hili. Hawana nia njema kabisa. Hawa ndio wanasababisha maendeleo yasipatikane kwenye taifa letu na usalama usipatikane kwenye taifa letu. Pindi nchi inapotaka kujikwamua iende sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hawa wanatengeneza vipingamizi, wanazuia kwa manufaa yao binafsi. Ikitokea mikataba ambayo ina manufaa kwa nchi, wao wanaingilia kati, wanaichukua wao na wanajinufaisha wao. Wananchi msitegemee kuendelea hapo, mtapata shida. Nashangaa tu changamoto haziishi hospitalini, dawa za wagonjwa. Hivi kweli nchi yetu mpaka ilipofikia mpaka leo hii tunahangaika na dawa za wagonjwa kweli? Hii haileti picha nzuri kwa kweli. Yaani baada ya kwenda mbele kama taifa tunarudi nyuma. Na hawa watu sio kuwavumilia. Kikwete sio mtu wa kuvumilia kabisa. Na tusione haya kueleza ukweli. Tusione haya kueleza ukweli katika jambo hili. Hawa watu sio wazuri. Na kwa mujibu wa Humphrey Polepole aliweza kuelezea vizuri hili jambo. Kwamba hawa watu walikuwepo tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Na waliweza kutaka kujaribu kurubuni uchaguzi wa mwaka 1995. Wanataka waingie wao kwenye huo uchaguzi. Unaweza mkaona sasa namna hawa watu waliokopa na watu hatari. Hawa watu hawakubaliki, na tusikubali kama taifa. Tusikubali kwa ruhusu wao, kwa sababu hawa watu wakiendelea kuwepo, wakiendelea kushika hizi nyazi, tusitegemee kupata maendeleo. Tusitegemee kabisa. Na tuambiane ukweli wa Tanzania. Na ukweli siku zote tukiambiana ukweli unaponya taifa. Kwa kila mtu akikaa kimya, kuogopa sijui haitosaidia. Tutazidi kurudi nyuma. Hata mfanye kazi vipi my friend, mtaletewa makodi ya ajabu, mtaletewa hiki, hata faida yenyewe kwenye biashara yako hutaiona. Na ndivyo kinachoendelea hata sasa hivi. Mnajionea wenyewe. Kwa hiyo hawa watu CCM, hawa mtandao sio watu wazuri. Sio watu wazuri kabisa. Wadhibitiwe. Wanalihujumu taifa. Kabisa. Wanalihujumu taifa hawa watu. Wachukuliwe hatua kali. Wadhibitiwe kabisa. Na muda mwingine wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo zina nguvu. Mfano kama jeshi letu still bado lipo imara sana. Lipo imara sana. Wao wenyewe wanaona hii ni sehemu pekee ambayo wanaweza wakajifichia au wakapita huko kurahisisha mambo yao. Mfano wa mambo ya uchaguzi. Wanajua kwamba wakitumia jeshi wanaweza wakapitisha mambo yao. Hili swala sio zuri. Na mimi ningependa nimshauri afanye Sidif awe makini sana hawa watu. Asipokuwa makini nao tutalipoteza hili taifa. Watanzania hawatakuwa na sehemu nyingine ya kulilia. Sehemu pekee iliyobaki sasa hivi ni kwenye jeshi. Jeshi ndio sambo iko strong mpaka muda huu. Hizo sehemu nyingine, sio mahakama, polisi. Tayari Watanzania hawaziamini, na huo ndio ukweli. Tusifiche mambo hapa. Huo ndio ukweli. Tusifiche mambo. Hebu fanya CDF, naomba tuangalie kitu kimoja na wenzangu. Tunaweza mkapata tafakari kidogo hapa. Tunajua katika jeshi letu kuna watu wa aina mbalimbali. Wako wengi sana. Kuna waumini wa Askofu Gwajima. Kuna watu ambao pia walikuwa wanampenda Magufuli. Kuna watu ambao pia ni waumini wa Roman Catholic.
na ambao pia wamesikitishwa sana na kupigwa kwa huyu padri wao Father Kitime. Kuna watu pia ambao ni watu ambao wanapenda haki, wanachukizwa tu na mambo ambayo yanaendelea nchini. Wapo kwenye jeshi letu, wapo watu wengi wazuri, wapo. Pia tuna watu ambao ni kabila la Kimasai ambao pia wameumizwa sana na swala ambalo linaendelea huko kwa ndugu zao, ikiwemo na wao wenyewe kuondolewa kwenye hii Ngorongoro na Loliondo, kufukuzwa. Wapo kwenye jeshi letu wa Masai, wapo. Wapo wengi sana. Pia kuna askari ambao ni ndugu, jamaa na marafiki na watu ambao waliotekwa na kuuawa. Wapo ambao wana ndugu au na urafiki. Wapo. Wapo wengi. Sasa hebu tutafakari kitu kimoja. Sasa kama hawa watu wapo na kwa namna moja au nyingine wameumizwa na haya ambao au wameathirika kwa namna moja ama nyingine na baadhi ya matendo ya serikali, kwa mfano kama kupigwa kwa Father Kitime, au Wakatoliki ambao ni askari watajisikiaje? Kufungiwa kwa kanisa kwa la Askofu Gwajima, au waumini ambao ni askari kwenye jeshi letu watajisikiaje? Au Wamasai, maafisa na askari ambao ni Wamasai wamefukuzwa Ngorongoro huko ndugu zao, au ongezekana wao wenyewe, watajisikiaje? Hao askari na maafisa ambao ni wapenda haki, wanapenda tu kuona kwamba nchi inaenda katika misingi ya haki, wakiona haya yanayoendelea nchini watajisikiaje? Sasa vipi sasa ikionekana kwamba hao wanasiasa wanajaribu kulazimisha jeshi litumike wanufaisha wao, hasa chama tawala? Hawa watu hawa watajisikiaje? Watahisi vipi wakati chama tawala hicho ambacho kimeshika dola ndicho kilichowaumiza, kilicholeta machungu, kufungiwa kanisa, kufukuzwa kwa Wamasai Ngorongoro, Wakatoliki kwa Father Kitime kupigwa? Unadhania watajisikiaje watu? Sijui mnanielewa? Kwa hiyo tujiepushe sana Afande Sidif, na kuomba mkuu wangu, tujiepushe sana kukubali au kukubaliana na hawa wanasiasa kujaribu kuweka mambo yao kisiasa, kututumia sisi kupitisha mambo yao kisiasa, kutengeneza fia kwa Watanzania. Tusiruhusu watu wafanye hivyo. Tutaligawa jeshi. Hao wanajeshi hao waliofanywa haya yote nilioeleza, wana maumivu, tunajua wana maumivu makubwa kiasi gani? Wanajisikiaje kwa ambayo yanafanyika? Hao waliotendewa ndugu zao, maaskofu zao, wanajisikiaje? Unajua wanawaza nini kwenye akili zao? Je, vipi sasa wakihisi kwamba hao wanasiasa wanataka kulitumia jeshi lao, watajisikiaje? Si wataona kama jeshi nao limewatenga, liko upande wa watu ambao sio watu wazuri? Hii ni hatari sana kwa taifa. Tusikubaliane hata mara moja. Na mimi binafsi sikubaliani nayo. Sikubali jeshi kuhusishwa na mambo ya siasa, kwa sababu ni hatari. Ni hatari kwa taifa. Tuambiane ukweli. Yaani ukweli utatusaidia sana. Na haya mambo hata alishasema baba wa taifa Mzee Warioba, alishakataza sana. Tusiruhusishe jeshi kwenye mambo ya siasa. Tutaharibu nchi. Tutaleta mgawanyo mkubwa sana. Tenda mambo. Kuna maaskari na maafisa ambao wanapendezwa sana na the way huyu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anavyofanya hizo siasa zake, wanapendezwa nao. Huwezi kumlazimisha mtu, hiyo kitu kipo moyoni mwake. Sasa vipi sasa wakiona kwamba jeshi linahusishwa na wanasiasa wanalitumia kwenye mambo ya watu watawala ambao wamemzuru au wanaendelea kumshikilia vibaya huyo Tundu Lissu, watajisikiaje? Tunatengeneza bomu ambalo linaweza kuja kutulipukia baadaye tukashindwa kulidhibiti. Tujiepushe sana na haya mambo. Sio mambo mazuri kabisa, yanahatarisha taifa letu kwa kweli. Tusiweze kuyavumilia kabisa, tuwe wazi kuyaongea. Sasa huu ni ushauri wangu kwanza, tusidanganye kwamba wananchi hawajui kinachoendelea. Hilo swali inabidi tulitoe kabisa akilini mwetu kwamba wananchi hawajui wananchi wanajua vizuri kinachoendelea. Tusijidanganye kwa hili. Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Tuzuie uchaguzi. Afande Sidif, tunakushauri zuia uchaguzi. Huu uchaguzi una mtego mkubwa sana. Umekiuka sheria
wananufaika katika hili. Kwa mkuu wangu na kushauri usiingie kwenye mtego wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika. Na kama tukiruhusu tutakuwa tumekosea sana Watanzania. Huu uchaguzi una makashfa mengi, kashfa za rushwa, ubabaishaji kwenye kila sehemu, ubabaishaji. Sheria zinavunjwa. Hivi tujiulize, unaingia kwenye uchaguzi taifa likiwa limegawanyika. Hivi hatuoni haya mambo, hatuoni au tumeziba masikio yetu kwamba taifa limegawanyika? Mkuu, tusiruhusu taifa limegawanyika. Hili swala halina kificho, linaelezeka na linaonekana. Viongozi wa dini wameshauri, mzee Warioba, mzee Butiko, wameshauri sana juu ya haya mambo. Lakini watawala wameendelea kuwa na viburi, hawataki kuwasikiliza. Japo hawa wanashauri vitu vya msingi, hawataki kuwasikiliza. Maana yake nini? Kipi kinafichwa mpaka kulazimisha uchaguzi? Kipo Ikulu ambacho kinalazimisha uchaguzi kufanyika? Mnaficha makosa yenu, hamtaki makosa yenu watu wengine wakichukua nchi makosa yenu yasijulikane. Kwa hili hamtoki. Hivi tunaendelea kwenye uchaguzi ukiwa na kashfa kubwa nzito, wizi wa kula. Na kwa nini kauli nzito kama Mheshimiwa Polepole, ambapo NIDA amesema kwamba NIDA na NEC na sisi zimeunganishwa pamoja mfumo. Hii kauli haiwezi kupuuziwa. Hatuwezi kuacha ipite hivi hivi hata kidogo. Uchaguzi usimamishwe ili swala lichunguzwe. Mapema inanipa mashaka na nashangaa tangu hii kauli tolewe, sijui kama kuna hatua zozote zilizochukuliwa mpaka sasa hivi. Sijui. Na hii inanipa mashaka. Na juzi kati hapa nilikuwa kijijini, kwa kwenye kijiji fulani. Kamwona kijana anapita amevaa nguo ya CCM, ameshika simu na karatasi ya majina. Nikamwita, nikamwambia hebu nione hiyo karatasi yako hiyo na majina. Kuangalia nikaona namba za NIDA, sijui majina, sehemu, mwaka wa kuzaliwa. Nikamchunguza nikaangalia na kwenye smartphone yake nikaona mfumo kwamba anaweka jina pale. Anachagua sio amezaliwa mwaka gani, anaweka. Kile kitu kilinipa mashaka sana. Kimenipa mashaka. Na imani hata baadhi ya Watanzania mtakuwa mmeliona hivi vitu, mtakuwa mmekiona. Sasa mimi nimejishuhudia kwa macho yangu. Sasa hii sio, haileti picha nzuri na ni hatari katika taifa. Hatuwezi kupuuzia. Hatuwezi kuacha mambo yaende hivi. Haiwezekani. Tunaendaje kwenye uchaguzi ukiwa kwenye kiongozi wa chama cha upinzani amewekwa ndani? Tena kwa hila. Sasa kama tumekubali demokrasi, kwa nini tusikubali kuishi nayo? Na uzuri wake ni ipo kwenye katiba. Demokrasi imeruhusiwa, mfumo vyama vingi imeruhusiwa kwenye katiba. Kwa nini tunakataa au hatutaki au tunatengeneza mazingira kutokubaliana nayo, kwenda nayo? Mtoeni huyo mtu. Hao wenye chama chao wanataka wamtoke, huyo mtu atolewe au haki itendeke. Tusifanye mambo kioleo. Tunalipoteza hili taifa. Tukiendelea kukaa kimya hili taifa litapotea. Na mimi sipo tayari kwa hilo. Sipo tayari kabisa. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi tukiwa na miko ya tume huru ya uchaguzi? Na hiki ndio kiburi ambacho hao CCM wanapata. Kwa sababu wanaona wanaweza kuimiliki hii tume huru. Mzee Warioba alishauri, mimi sio wa kwanza. Mzee Warioba alishauri watu mbalimbali wa haki za binadamu na wazalendo kweli hawa watu walishauri walishauri kwamba hii tume huru ya uchaguzi jaribu kurekebisha baadhi ya mambo. Wao hawataki, wanalazimisha tu mambo kwenda hivi hivi. Kwa nini wanalazimisha? Wanaficha nini? Kwa nini wanalazimisha? Kama chama tawala kinajiamini kimefanya maendeleo, iwapi hawa tume huru ya uchaguzi? Wananchi si wanaona kwamba chama hiki kimefanya maendeleo. Watakipa tu kula. Watakipa kula kuliko kuangaisha haki za watu hapa. Tunamkosea Mungu. Tunamkosea Mungu, na hii ni hatari katika taifa. Haiwezi kuvumilika hata kidogo. Haya, tunaingia kwenye uchaguzi kwa kuna tuhuma za rushwa ndani ya chama, iko chama tawala CCM. Na nje. Kwa nini tunakuwa na upuuzwaji wa kufuatilia mambo ya rushwa ambazo zinaweza kuhujumu uchaguzi na kupata kiongozi ambaye hastahili? Kwa nini? Hawa watu nini? Hawa wanaita watu wapambana na rushwa PPCB. Mnafanya kazi gani? Kwa nini namchunguzi? Kuna viongozi kuna tuhuma za viongozi
watu walitoka Chadema kwenda sijui chama gani, chama cha nini cha umma. Kuna tuma hapo kwamba hawa watu kuna tuma za rushwa walienda huko ili kwenda kuhalalisha uchaguzi. Vipi mnazichunguza hizo tuma? Au mnaacha mambo yaende? Mkiacha mambo yaende mnaharibu taifa, nawaambia mnaharibu taifa. Hili taifa mnaliharibu mkiacha mambo, msipotimiza majukumu yenu. Mnaliharibu taifa na hili alikubaliki. Na sisi mnalipeleka wapi hili taifa? Hili swala lichunguzwe, hizi tuhuma haziwezi kaacha zipite hivi hivi tu. Alafu mnalazimisha uchaguzi ufanyike. Hakuna uchaguzi hapa mpaka hizi tuhuma zichunguzwe, ujulikane ukweli. And from nowhere cha umma, watu ambao walikuwa wana nini? Wanalisha nini? Wanalisha ubwabwa. Eti ghafla ndio kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Hiyo ikubaliki na ingia kilini. Hakuna uchaguzi wa namna hiyo. Mungu hajabariki hilo. Na Mungu kama angekuwa amebariki hivi vitu vingeenda tu vizuri. Sasa mnaenda kumpata kiongozi ambaye hata Mungu mwenyewe hajakubaliana naye. Hii ni hatari kwa taifa kubariki hata kidogo. Sasa tunaingiaje kwenye uchaguzi huko? Kuna uonevu zaidi wa chama cha upinzani. Kwa makusudi wanazuia kufanya hata mikutano yao. Wanafunguliwa kesi za hila na za ovyo za kuwazoofisha. Wafuasi wao wanakamatwa, wanatekwa, wengine wanauawa. Kama vile sio Tanzania. Hili alikubaliki. Alikubaliki hata kidogo. Kama tumekubali mfumo wa demokrasia, kwa nini tunashindwa kuishi nao? Mfumo wa demokrasia tumeukubali na tumeweka kwenye katiba. Kwa nini tunakubali kuishi? Kwa nini hatutaki kuishi nao? Kama hatutaki demokrasia, hii demokrasia mfumo wa vyama vingi, basi tuiondoe. Kuliko kufanya tu mambo kiolela, mnaua watu, mnawapiga, mnawazoofisha, sio vizuri, leti picha nzuri. Hawa ni Watanzania wenzetu. Haitaki hili swala, mimi sikubaliane nayo. Hiki kitu kipo ndani ya katiba. Mfumo wa vyama vingi upo ndani ya katiba. Sasa kwa nini mnawazoofisha hawa vyama hivi vya upinzani? Kwa nini mnawazoofisha? Wengine mnawafungulia makesi. Kweli hili halikubaliki. Alafu ngoja niwape mbinu chama tawala. Ngoja niwape mbinu ambayo iko very clear. If you really want to destroy or defeat the opposition party, the only thing is to derive development that will directly impact the life of citizen. Hii ndo the only way ya kuweza kudestroy chama cha upinzani. Pelekeni maendeleo kwa Watanzania. Pelekeni maji, pelekeni maendeleo yale ambao ni tangible, ambao direct itawafikia Watanzania, wananchi wenyewe. Hapo ndo njia sahihi ya kuweza kuua vyama vya upinzani. Na sio kama hivi mnavyofanya, mnawaua, mnawapiga. Haileti picha nzuri. Sio jambo zuri. Hao wote ni Watanzania. Sio jambo zuri kabisa, likubaliki. Mnamkosea Mungu bure. Haya, mtaingiaje kwenye uchaguzi? Hata chama chenyewe iko chama tawala. Uteuzi wao wa kiongozi wao hauna uhalali. Watu wamelalamika, wameenda mpaka mahakamani. Wengine mpaka leo wanalalamika kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kiongozi wao hajateuliwa kwa mujibu wa katiba yao. Tunaendaje kwenye uchaguzi kwa staili kama hiyo? Nafasi za ubunge zimekuwa za rushwa. Ndugu jamaa na marafiki ndio wanapewa hizo nafasi. Sasa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani? Wale watu waliochaguliwa na Watanzania wenyewe na wananchi waliopitishwa kwenye kura za maoni, ambao wananchi wanawaamini kwamba ni watu wazuri na watendaji kazi wazuri. Mmewakata. Mmeka watu wetu. Sasa nashangaa mtendo kutengeneza serikali ya aina gani huko mnapotaka kwenda. Hii ni hatari kwa taifa na haikubaliki. Haikubaliki hata kidogo. Haikubaliki na ivumiliki. Sasa mkuu wangu wa FANDC kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa sana ambayo naiweka kwa mkuu wangu. Kwa sasa wewe ndio mtu pekee ulioshika imani kwa wananchi. Na upo kwenye mtego mkubwa sana. Tengeneza faraja imani kwa wananchi. Hili swala sio la Chadema
hili swala ni la taifa, umoja na mshikamano na upendo wa taifa letu. Hili swala sio la Chadema, hili swala ni la taifa, umoja na mshikamano na upendo wa taifa letu. Ili tuweze kuendeleza hayo, na kushauri mkuu wangu, zuia uchaguzi. Uchaguzi hauna kibali hata kutoka kwa Mungu. Mkuu wangu Afande Sidifu, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa wananchi tayari unacho. Na imani wananchi watakuwa na imani wananchi wanataka, kwa hali tu inavyoonekana kwenye mitandao. Labda mitandao ndio ni njia rahisi ya kuweza kupata taarifa, kupata habari. Wananchi wanaambia uchaguzi uzuiwe. Kwa Afande Sidifu, na kushauri mkuu wangu kwa upendo kabisa na unyenyekevu wa hali ya juu sana, stay positive, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa Tanzania umepata, zuia uchaguzi, wavushe hapa tulipo. Na kwa hiyo ukifanya hivyo utarudisha imani kubwa kwa wananchi na jeshi, ambao ukweli usiofichika kwamba kuna namna ambayo jeshi letu liliteteleka, kwamba kuna namna ilionekana ilihisiwa kwamba kuna namna inatumika na baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo ukifanya hivi utaweza kurudisha imani ya wanajeshi na wananchi kwenye jeshi lao. Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi, na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu Afande Sidifu, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wahuni wachukue hili taifa. Na ndio maana kuna hali ya kulazimisha. Wahuni kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tunaligawa taifa. Na haya mambo sio ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uaji, yani utaongezeka maradufu, na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Afande Sidifu, umeshika matumaini ya Watanzania, zuia uchaguzi. Na haya mambo, hata hii kashfa hii ya kuuliwa kwa Magufuli, Tanzania hawa si watumia wenyewe kwanza, ndio hao wanatumia. Sasa just imagine kwamba wamechukua hili taifa, wamechukua. Nani atachunguza kifo cha Magufuli kama wao wenyewe ndio wanahusika? Nani atarekebisha mikataba ya bandari, mikataba mbalimbali, ikiwemo mkataba wa bandari, ikiwa wao ndio wamepitisha mikataba migodi, makaa ya mawe? Nani ataifuatilia wakati wao ndio wahusika wakuu? Inatia mashaka sana. Nani atafuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu? Nani atafuatilia ukiukwaji wa utumiaji vibaya wa ofisi za umma, ikiwemo wao ndio wanahusika, ikiwa kwamba wao ndio wanahusika? Nani atafuatilia? Mkuu wangu Afande Sidifu, tusipochukua hatua za kuzuia huu uchaguzi, basi tunaenda kupoteza hili taifa na kuwasaliti wa Tanzania. Tusipofanya hivyo, tunaenda kuwasaliti wa Tanzania. Tujiulize kwa nini wanalazimisha na kutumia nguvu kubwa katika huu uchaguzi. Kwa nini wanalazimisha hawa watu? Kuna nini wanaficha ambacho hawataki wa Tanzania wakijue hapo Ikulu? Kuna nini hiki hawa watu wanaficha mpaka walazimishe? Yaani mambo yanaenda tofauti na katiba, wao wanalazimisha tu, tofauti na sheria za uchaguzi wanalazimisha. Kuna nini? Wanatumia marushwa, wanatumia nguvu kubwa sana mpaka kuua watu. Kuna nini wanaficha? Mkuu, kila siku wananchi wanalia kwa haya yanayoendelea nchini. Wanalia sana, huko mitandaoni ukipita unaona. Hawana tena mahali pa kukimbilia kupata msaada. Maana kama mahakama yenyewe hawana imani nayo. Na mahakama ipo upande wa tawala. Jeshi la polisi ndio kabisa lipo hivyo, hawaliamini. Na huo ndio ukweli usofichi. Yaani hapa ni kuongea ukweli. Tukitaka kuliponya taifa letu tuongee ukweli. Hawaliamini. Na inasemekana kwamba watekaji wenyewe hao wenyewe ndio wanahusika. Hao jeshi la polisi baadhi yao wanahusika na utekaji. Bunge nalo ndio hivyo. Most of them kule ni chama tawala. Hawaliamini. Kwa sehemu pekee ambayo wananchi wanaiamini ni kwa jeshi lao la wananchi wa Tanzania. Wananchi wanalia sana mkuu. Wanataka jeshi lao liingilie kati, lichukue nchi, kuweka mambo sawa.
ili mambo na uchaguzi uende vizuri. Sasa kwa nini tusiwasikilize hawa wananchi wetu? Kwa nini tunawapuuza? Hili ndio jeshi lao, jeshi la wananchi ndio jeshi lao hawa wananchi. Tunataka tuwasikilize. Tusipowasikiliza hawa wataenda wapi? Hawa wananchi wataenda wapi tusipowasikiliza? Je, tunataka waingie mtaani wenyewe wakapambanie nchi yao? Kama sisi hatutaki kuwasikiliza wananchi. Na wananchi hao ndio wenye jeshi lao. Kwa hiyo tunataka maana yake ni kwamba tunawataka wananchi waingie mtaani wenyewe wakajikomboe, wakachukue nchi yao. Kwa hiyo tunataka hivyo. Tusipowasaidia tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana kwao. Na mimi daima, mimi Captain Tesha nitakuwa upande wa wananchi. Hili naliongea bila kificho, bila kuogopa mtu yoyote. Nitakuwa upande wa wananchi. Watanzania tambueni, kama jeshi lisipoingilia kati, basi jueni wanajeshi wengi wapo upande wenu. Tambueni hilo. Wanajeshi wengi hawakubaliani na kinachoendelea nchini. Wapo upande wenu. Hakuna kuzuia tena. Nendeni mkadai haki yenu ya kikatiba, wala msogope. Hakuna kutia huruma tena. Nendeni mkachukue nchi yenu kwa mujibu wa katiba. Maandamano yapo kwa mujibu wa katiba. Na haya mambo hata baba wa taifa aliongea, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tusikubali wahudi waichukue nchi. Tukiwa wazembe wapole, wahuni watakuja kuwatawala. Kwa hiyo tusikubali. Wananchi mko upande sahihi. Hawa watawala wamewapuuza maoni yenu. Na kama wamepuuza, maana yake ni nini? Chukueni haki yenu, tendeni haki yenu. Hakuna kuogopa, hakuna kutia huruma tena. Sana ole wake polisi au mtu yoyote hawazuia Tanzania kudai haki yao ya kikatiba. I promise you hutobaki salama. Wewe utakaowazuia wananchi kudai haki yao ya kikatiba, hutobaki salama. Nasema hili wazi bila kificho. Siogopi mtu yoyote. Ngoja niwaambie tu ukweli. Mimi napenda sana kuambia ukweli, hasa katika mambo critical kama haya, mambo ambayo yanahusu nchi. Mimi napenda sana kuongea ukweli. Yaani nyinyi watawala, yani msijidanganye kwamba mkipuuzia hali hii. Mkipuuzia hali hii kwamba msijidanganye kwamba mambo yataseto. Yaani kama miaka yote ya uchaguzi mambo yanavyokuwa, kwamba watu wa Tanzania wataongea alafu baadaye watasahau, wataliacha. I promise you this time is different. Kwa hali ninavyoiona, this time is different. Hiki kipindi ni tofauti na nyakati nyingine zote. Wazungu wanakuambia, wana kauli yao, wanakuambia what brought you success yesterday does not guarantee victory tomorrow. Njia ambazo ulizozitumia wewe kupata success kipindi kilichopita, usitegemee kwamba ukizitumia njia hizo kwamba zitakupa faida. Hapana, unapotea. Sio hivyo. Yaani haiwezi kawa hivyo siku zote. Sasa I promise you mambo hayatakuwa mazuri. Yaani yatakuwa mabaya zaidi. Life will never be this. Wazungu wanasema life will never be as usual. Kama mkilazimisha hili. Jinsi mnaona hata wenyewe mnaona kwamba hali ni tofauti. Kama mkilazimisha hili, life will never be as usual in Tanzania. Sure I'm telling you. Yes. Afande Sidef, mimi nakuombea kwa Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo akupe hekima na ufunuo kuyaona haya na kulinusuru taifa. Kwa sababu mimi naamini kwa sasa wewe ndio mtu pekee unaoaminika na Watanzania. Ambao unaweza kuwavusha Watanzania. Wavushe hapa, wape kile kitu wanachokitaka, kwamba wanataka katiba mpya. Yani yasikilizwe maoni ili tuweze kuvuka Watanzania kwa pamoja. Tanzania kwetu wote. Ya Tanzania wote. Kwa nini tunawanyanyasa wa Tanzania jamani? Haileti picha nzuri. Kwa kweli, haileti picha nzuri. Tunakula kodi zao. Lazima tuwasemee. Swala la pili ya Afande Sidef. Uchunguzi wa kifo cha aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wetu, askari namba 1, John Pombe Joseph Magufuli.
Rais Magufuli alikuwa askari namba 1 na amiri jeshi mkuu. Alikuwa kipenzi cha Watanzania. Kama sio wote basi walikuwa wengi wao, pamoja na askari walikuwa wanampenda sana. Rais Magufuli alikuwa askari namba 1 na amiri jeshi mkuu. Alikuwa kipenzi cha Watanzania. Kama sio wote basi walikuwa wengi wao, pamoja na askari walikuwa wanampenda sana huyu mtu. Na mimi ni mmoja wapo, nampenda sana, nilimpenda sana na still bado nampenda sana huyu mzee. Kipenzi cha Tanzania. Sasa na inawezekana pia hata waliokuwa wanamchukua by that time, kwa sasa hivi inawezekana kuna hali ambayo imeanza kuja kwao, kwamba wanawezekana kwamba wanaona kwamba mtu alikuwa sahihi, kwamba walifanya makosa kumchukia. Na hisi hivyo, na kuna baadhi tayari washa admit. Magufuli aliongoza nchi kwa uzalendo hali ya juu. Hamna mtu asiyejua hilo kwamba huyu mtu aliongoza nchi kwa uzalendo mkubwa sana. Kifo chake kimewahuzunisha watu wengi sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Hilo halina ubishi. Na kuna wengine nikiwa mimi Captain Tesha nikiwa ni mmoja wao, sijawahi kabisa kupona maumivu ya kifo chake. Yani mpaka leo sijawahi kupona maumivu ya huyu rais wangu John Pombe Joseph Magufuli. Naona sijui kama maumivu yataisha lini. Sasa kwa hali hiyo tumeweza kusikia taarifa mbalimbali. Of course hizi taarifa tuliweza kuzisikia mwanzoni kabisa kwa kipindi cha kifo chake. Mimi nilisikia hizi taarifa mapema sana. Ile sasa nikawa sina taarifa, sina uhakika nazo. Nilisikia kutoka Kenya na hawa mabloggers, YouTubers, mabloggers walisema baadhi yao kwamba Magufuli ameuliwa na Kikwete. Kuna baadhi yenu hizo taarifa mtakuwa mmezipata. Kuficha vitu hapa. Kuna baadhi yenu na hata hizi taarifa mtakuwa mmezipata mwanzoni kabisa baada ya kifo cha Magufuli. Umeona bwana? Sasa tumeweza kusikia taarifa ya kwamba kuna uwezekano kifo kimemsababisha na kupangwa na CCM mtandao. CCM mtandao hao wanaikao kwa watu ambao sio wajua CCM mtandao. Hao ni Kikwete, Rostam Azizi, na marehemu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi Bernard Membe. Hao ndio CCM mtandao ambao wanajulikana na wengine ambao hawajulikani. Sasa hivi tunaanzaje kupuuza taarifa za kifo chake? Tunaanzaje kupuuza hizo taarifa za kifo chake? Pamoja na kwamba zilitolewa kwenye vyanzo vingi, lakini mtu kama Humphrey Polepole sio mtu wa kumpuuza hata kidogo. Huyu mtu yani utumishi wake unaeleweka. Ameshika nyadhifa mbalimbali, sehemu tofauti, na kwa kweli ni mchapakazi kweli. Pia kweli mimi nampenda huyu mtu kwa uchapakazi wake. Nampenda, nataka nijifunze baadhi ya vitu, nataka nijifunze kutoka kwake. Ni mtu mzuri sana. Mtu mzuri sana. Sasa tunaanzaje kupuuza taarifa zake? Tunaanzaje kuzipuuza hizo taarifa za Polepole? Hizi taarifa zake haziwezi kupuuzwa hata kidogo. Na rais hata usalama wa taifa wanazo. Polepole ameeleza hata hizi taarifa za kuuliwa kwa Magufuli hizi, usalama wa taifa walikuwa wanazijua. Na hata CCM wenyewe baadhi yao walikuwa wanajua. Na hili sala inanisikitisha sana mimi binafsi. Linanisikitisha sana. Na rais hata wazalendo wengine inawasikitisha kwamba tangu taarifa hizi zimetolewa hakuna hatua yoyote iliyofanyika. Na huyu mheshimiwa Polepole ameeleza vizuri sana kwa ushahidi situation nzima ilivyokuwa, ameeleza vizuri tu kwamba amiri jeshi mkuu kuna uwezekano ameuawa na wanamtandao. Sasa najiuliza, hivi utaratibu wa kupuuza taarifa muhimu kama hizi kwenye taifa letu umeanzia lini? Umeanzia lini kupuuza taarifa ya kifo cha mheshimiwa wetu Magufuli? Umeanzia lini kupuuza taarifa zinatolewa na mtu kama Polepole? Kwa nini mnapuuza? Kwa nini mjafanya uchunguzi mpaka sasa hivi? Hili swala linasikitisha sana na linatia mashaka, na sijui tunaelekea wapi kama taifa. Hivi ni kweli tupo serious kama taifa? Hivi kweli tuna mapenzi mema na taifa letu au tunaigiza uzalendo? Na kuna watu wengine wanaigiza uzalendo, yani wao wanaigiza, hawana ule uzalendo kutoka moyoni. Wapo kwa ajili ya maslahi. Hii tabia kuchukulia poa mambo muhimu katika taifa letu limeanza lini? Hili alikubaliki. Watanzania wanataka kifo cha mpendwa wao kichunguzwe. Tena ikipendeza jeshi lenyewe lichunguzwe kifo chake haraka sana bila kuogopa mtu yoyote, na haki itendeke.
Hatuwezi kukubali tu mambo yaende hivi hivi tu, yani kwamba mambo ya kwamba okay taarifa ishatolewa kwa tunaacha mambo yaende hivi hivi. Hilo halikubaliki. Hilo halikubaliki. Naisema hii dhahiri kwa moyo, hilo halikubaliki. Kifo cha Magufuli kichunguzwe. Hatuwezi kuliacha hili swali linapita hivi hivi. Hilo swali haliwezekana, haliwezekane. Lazima tuchunguze. Tena nashauri kwa dhati. Nashauri kwa dhati kabisa moyo wangu na ukweli mtupu. Nashauri mtandao wote wakamatwe, waweke ndani haraka bila kumwogopa mtu yoyote. Kwa sababu hakuna aliyejua ya sheria. Hakuna mtandao wote waliotajwa na Humphrey Polepole. Kwa sababu hata usalama taifa hizi taarifa wanazo. Sawa nani watu wa CCM wa taarifa wanazo. Juu ya kifo cha Magufuli kwamba taarifa zilitoka awali kabisa hata kabla Magufuli mwenyewe kuondoka. Hawa watu wakamatwe, hawa CCM mtandao wakamatwe haraka sana, yani haraka iwezekanavyo. Wakamatwe waweke ndani. Kikwete na wenzake wote wawekwe ndani. Wasije kukimbia nchi hawa. Yani wawaiwe haraka sana. Yani nashauri haraka sana. Afande CDF nakuomba, hii ni muhimu sana. Naomba ingilia kati, haki itendeke katika hili. Kifo cha Magufuli kichunguzwe. Sasa ningependa nigusie kitu kimoja. Mwaka 2005 kuna kiongozi mmoja wa kijeshi ilisemekana alilishwa sumu. Kwa kipindi hiki ya mambo ya uchaguzi kuna kiongozi mmoja wa kijeshi ilisemekana alilishwa sumu, na hii imekuja baada ya yeye ilisemekana kwamba alikataa, kuna baadhi ya maagizo alikataa, kwamba alilazimishwa au aliambiwa jeshi litumike kwa namna moja au nyingine kuwapa ushindi chama tawala. Ilikuwa mwaka gani? 2015. Na imani baadhi yetu tulikuwa tunakumbuka hii issue ilivyotikisa taifa by that time. Na huyu kiongozi alikuwa anapendwa sana na wanajeshi pamoja na raia, walimpenda sana. Sasa mimi nataka muunganishe dot wa Tanzania wenyewe, muunganishe dot. Kuanzia kifo cha Magufuli kwamba aliyekewa sumu. Huyu mzee Mangula huyu na ndio wa CCM, mnaweza mkachunguza. Na watu wote waliokuwa wapo tofauti kimsimamo au kimawazo na Kikwete wapo wapi mpaka kipindi hiki? Na pia ikiwezekana muweze kuunganisha doti mpaka kipindi cha Nyerere, zeni mtapata majibu, alafu mjiulize huyu mtu ndio mnataka mrudishe madarakani. Maana hakuna asiyejua, yani kulazimisha hii issue nzima, kulazimisha uchaguzi huu. Kikwete anahusika kwa 100%, hawezi kuepuka hiki. Na hatuwezi kukaa kimya, lazima tuongee ukweli. Najua ukweli ndio unaponya taifa. Anahusika, kwa hiyo yeye anataka ajifichie huko kwamba okay, tukishaingia madarakani hapa kuna baadhi ya uchafu wake utafunikwa. Hii haikubaliki, haiwezekani. Haiwezekani. Samia yupo kwa ajili, Rais Samia yupo kwa ajili ya kunanili. Yupo tu, ila watu ambao wapo nyuma yake ni hao kina Kikwete. Huyu mtu adhibitiwe, akamatwe yeye na mtandao wake haraka sana. Jibu hizi tuhuma za kifo cha Magufuli. Yani akamatwe haraka sana. Tuwezi kuacha tu mambo hivi. Tukiacha mambo ende hivi tutaharibu taifa. Na mimi siwezi kukubali nikiwa hai kwamba nione taifa langu linaharibikiwa. Sipo tayari kwa hilo. Ushauri wangu wa tatu, afande CDF, tusikubali hata kidogo wanasiasa kuhusisha jeshi letu na mambo ya siasa. Hili swala mimi sio mtu wa kwanza kulizungumzia, na madhara yake makubwa sana. Wananchi watakosa imani na jeshi lao. Yaani jeshi lishaanza kukaa tu kwamba linaegemea upande wa chama fulani. Vipi sawa upande wa chama kingine ambao ni wanajeshi au ambao ni raia, watakuwa wanalionaje jeshi lao? Hii jambo sio zuri. Tuliangalia kwa makini. Kuna mambo mengine, kwa mfano kama kuna picha zinazosambaa mitandaoni zikionyesha jeshi lina magari ya kijeshi sio yametumika, helikopta vikitumika, sio watu wengine sio wale kuruta.
wanaenda kwenye kampeni. Hili jambo ni kama ni kweli jambo, halileti picha nzuri. Haileti picha nzuri kabisa kama ni kweli. Tunaharibu nchi. Sasa vipi sasa kwa mfano, chama kingine kinaomba sasa magari au kinaomba helikopta kwamba okay, kwa sababu mmewasaidia watu fulani na sisi tunaomba mtusaidie. Vipi wakiomba tutawapa? Tutawapa? Okay, je, what next? Kama ndio maana Mwalimu Nyerere na pamoja na Warioba waliyakataa siasa, wanasiasa kulitumia jeshi. Sio kitu kizuri, linagawa, litakuja kugawa taifa vibaya sana. Mimi sikubaliani nao. Sababu madhara yake ni makubwa sana. Tutavunja ule umoja. Tutavunja umoja. Hao wanajeshi hao watakuwa wako hivi, hao watakuwa hivi. Hata imani kwa Tanzania itapungua. Na pia adui anaweza kutumia njia hizo za wenyewe kugombana au wenyewe kutofautiana. Adui anaweza kutumia njia hizo kutuhujumu. Inatokea sana. Haya mambo tusione haya kuongea. Tuyaongee kwa ukweli na kwa moyo mmoja, kwa sababu tukikaa kimya haya mambo yataendelea tu. Hawa watu watahisi kwamba hawa Tanzania hawajui au hawaelewi nini kinachoendelea. Kumbe wanaharibu nchi alafu na nyinyi mnaamua kukaa kimya. Watu wema mkikaa kimya, mabaya yanaendelea kutapakaa, yanaendelea kuenea. Kuna watu wanaojua ukweli alafu wanakaa kimya. Sasa unapofanya hivyo, yani unaruhusu yale mabaya kutembea na mwisho wa siku itakuja kufikia na wewe. Kwa hiyo the best option, wewe unajiona wewe mtu mwema kwamba unaona hiki kitu hawa watu atende, akiongea. Hata kama huwezi kuchukua action kubwa, wewe ongea. Utasaidia kupunguza yale mabaya. Haya. Ushauri wangu wa 4 kwako CDF. Unahusiana na swala zima la rasilimali za nchi. Tumesikia kuona taarifa mbalimbali kupitia kwenye vyombo rasmi vya habari na watu mbalimbali ambao wanaaminika, ambao hatuwezi kutilia shaka taarifa zao kwamba rasilimali zetu za taifa zinahujumiwa. Hizi taarifa na imani, hizi taarifa nyingi na imani unazo. Sasa mkuu, haya mambo sio kuwapuuzia hata kidogo. Swala mkataba wa bandari ambao ndio usalama wa taifa. Bandari ndio usalama wa taifa. Swala migodi. Migodi mbalimbali ya makaa, mawe, dhahabu. Swala Ngorongoro. Naomba na nashauri mkuu wangu liangalie na lifanyie kazi. Watu wa Ngorongoro wapewe haki yao. Tukumbuke haki haipotei. Haki ya watu haipotei. Tutachelewesha tu lakini haipotei. Maumivu leo nayo watu wa Ngorongoro hayaleti afya kwa taifa hata kidogo, zaidi ya kuleta laana. Kama tuwatendei haki hawa watu, tunaleta laana kwenye taifa. Tunataka muelewe hivyo. Msipowatendea haki watu, taifa litapata laana pamoja na kiongozi ambaye unasimamia. Si umeshindwa kutenda haki. Hawa watu wa Ngorongoro wana maumivu makubwa sana. Sana. Pia nashauri jeshi lako lipitie mikataba tangu Magufuli alipofariki. Nasemekana kuna mikataba mingi imepitishwa hapa ambayo haina manufaa kwa taifa. Mengi. Sasa mimi I'm just think kwamba hii hali kwamba okay, tukiacha iendelee hivi tukuruhusu uchaguzi upite hivi ambao ni wa magumashi. Hivi mikataba nani ataipitia? Nani ataipitia mikataba jamani? Nataka tu uchungu na taifa letu. Hawa watu hawa ambao wako madarakani wanaonekana hawana uchungu kabisa. Na hilo swala halina ubishi. Tuongee ukweli. Hili swala halina ubishi kabisa. Nani ataichunguza sasa hiyo mikataba? Kwa hiyo afande CDF na shauri mikataba yote tangu Magufuli alipofariki mpaka sasa ichunguzwe. Kwa sababu haya mambo tunayosikia kwa watu ambao tunawaamini na mitandaoni sio kupuuzia, kwa sababu mitandao ni chanzo pia cha kupata taarifa. Kwa hiyo issue iliyobaki ni kuyafanyia kazi. Kwa hizo taarifa za mitandaoni sio za kupuuzia hata kidogo. Sio kuta tu kwamba tumeuza nchi. Na tukianza kupuuzia mambo ya mikataba
Unaweza kukuta kwamba tumeuza nchi bila kujijua. Na kuanza kuhangaika sio na kodi za bodaboda, sio kodi za mawinga. Kama mawinga nao mtu amemaliza zake chuo, ameamua ajishikize tu kuwa winga eti naye anatakiwa alipe kodi. Huu ndo mwanzo wa kuonyesha kwamba rasilimali zetu zimeuzwa. Mnashindwa kusimamia rasilimali vizuri, mnaanza kuhangaika na watoto. Bodaboda mlimbisha kodi ya nini? Winga. Mtu yuko Kariakoo kule anajitafuta, mnataka mumlipishe kodi. Sijui kodi za kufanya biashara mtandaoni, sijui ukiposti nini, sijui mambo ya kodi. Kweli ndio tumefikia huko. Haikubaliki. FANICDF naomba uione hii hatari. Hii halikubaliki. Kodi za mtandaoni. Yaani mtu anafanya biashara yake, anaposti vitu vyake, nataka muende kumdai kodi. Does not make sense. Hii haina maana kabisa. Hii sio ishara nzuri kwa taifa. Yaani badala ya kuendelea mbele, kurahisisha maisha ya wananchi, sisi tunarudi nyuma na kuzidisha ugumu wa wananchi. Yaani serikali inatakiwa ifanye maendeleo kwa ajili ya kurahisisha maisha ya wananchi. Yaani wananchi wapate unafuu, wajisikie fahari kuishi katika nchi yao. Sasa sisi ndio tunazidi kuwekea ugumu. Haya makodi ambayo hayana ajabu haya yanatoka wapi? Hii inaonyesha tumeshindwa kusimamia rasilimali zetu. Kwa hiyo FANICDF tunashauri rasilimali zichunguzwe. Mimi binafsi sipo tayari kuyavumilia haya hata kidogo. Sipo naongea hii kwa moyo wa dhati. Siogopi kitu chochote. Yaani siogopi kitu chochote. Issue kama ya kifo, kufa ndio kitu ambacho siogopi kabisa. Kwa sababu mpaka nimeamua kuwa mwanajeshi, swala la kifo nilikuwa nalijua. Kwa hiyo siogopi. Sipo tayari kuyavumilia haya hata kidogo. Baba wa taifa alisema tukiwa wahoga kuyazungumza na kuchukua hatua kwa mambo haya, ipo siku taifa litatawaliwa na wahuni. Hii ni kauli aliongea baba wa taifa. Mnaweza mkaiangalia kwenye speech yake. Na baba wa taifa ndio mtu ambaye tunamchukulia kama ni mtu ambaye anatuongoza. Zile speech zake zinatuongoza taifa kuelekea katika sehemu ambayo ni nzuri kimaendeleo. Sasa kama baba wa taifa ameliongea hili, mimi sio mtu wa kwanza. Mimi naishi katika nani zake, speech zake. Na hiyo dalili, hiyo kauli aliyoongea baba wa taifa kwamba tukiwa hawa wahuni wakiachwa, tukiacha mambo bila kuyaongea, mambo mabaya bila kuongea, ipo siku taifa litatumiwa na wahuni. Hiyo dalili ni tayari kama imeshaanza kuonekana. Watanzania watakuwa mashahidi. Kwa hiyo inaendelea, hii dalili imejidhihirisha. Na ni kweli tunatawaliwa na wahuni. Hilo swala hakuna haya kuliongea. Tunatawaliwa na wahuni, hawana uzalendo na taifa letu. Mimi sikubali kutawaliwa na wahuni. Sasa mkuu wangu FANICDF na kushauri tuchukue nchi na kuyazuia haya haraka sana. Tuchukue na kuyazuia haya, kwa maana kama tukiruhusu, basi tutakuwa tumewakosea Watanzania na nchi itakuwa mikononi mwa wahuni. Haya tunayoona sasa hivi na hisi itaongezeka mara nyingi sana. Na hayo yote yanaongozwa na Kikwete. Huyu mtu mimi sijui kama ana hofu ya Mungu. Sielewi. Sasa naomba tutafakari mambo fulani. Niwarudishe nyuma kidogo. Kuna jambo moja wa Tanzania huwa tuna tabia kusahau. Hasa situation iliyokuwa miaka ya nyuma, hasa kuanzia mwaka 2005 mpaka 2015. Kipindi cha utawala wa Kikwete. Ngoja tukumbushane nchi jinsi ilivyochezewa na Kikwete kwa kashfa za matumizi mabaya ya madaraka, ambaye sasa huyu Kikwete yuko karibu na Samia. Kwa hiyo mtatafakari wenyewe. Haya. Moja, kuna kashfa ya malipo ya nje EPA. Kuanzia mwaka 2005 kwa makadirio tu hapo, ambao mtakuwa na taarifa sahihi, I think mnaweza mkaeka mambo sawa. Kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2006 ambapo benki kuu BOT ilihusika. Kiasi cha fedha cha bilioni 133 zilipotezwa, ambapo kwa taarifa Daudi Balali alihusika. Watu ambao mlikuwepo kipindi hiko na hizi taarifa mliipata. Kuna kashfa ya Richmond 2006 mpaka 2008 ambapo Edward Lowassa, Nazir Kanamagi na Ibrahimu Msabaha
hawa watu walituhumiwa kwa kashfa hizi. Kuna mabilioni ya pesa mengi hapo yalipotea. Kuna kashfa ya Meremeta, Tan Gold na Deep Green Finance mwaka 2006 mpaka mwaka 2007. Bilioni 155 zilitumika bila uwazi. Watu wamebeba hela hapo kipindi cha Kikwete. Constable Kenya.